अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने Hotuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza tafsiri ya sura Al-Fatiha, aya yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nilieleza tafsiri yake kwa mujibu wa tafsiri ya Sinam al-Islam. ये अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है Ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu ज़माने के kwamba ametujalia tumempokea imamu wa dhama hii जिनसे हमें कुरान करीम के गहरे ambaye anatu तफसीर का इल्म हो। kwa sababu ya kumpokea kwake tumejua elimu ya Qur'an tukufu. उसके बाद आए कि हमें उस खुतबे के बाद Nilipopokea barua chungu mzima baada ya hutuba ya Jumaa iliyopita kwamba watu wamesema इस दुआ पर wameelewa maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, सोए जो na kwa kufikiria maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ladha tuliyopata katika swala ilikuwa ya aina yake. अरब लोग Waarabu wengine अरबी बोलने वाले उन्होंने लिखा waliniandikia कि हज़रत मसीह मौद kwamba kitabu hiki cha Sinam alayhi salatu wasalam kiitwacho Kiramatu Sadikin tuliwahi kusoma, lakini सुनकर kwa kusikia katika hutuba maarifa tuliyopata वाले खुतबे में लगता था ilionekana kwamba hatujawahi kusoma kile kitabu. यकीनन हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम Bila shaka ऐसा है maandiko ya Sinam alayhi salatu wasalam ni ya aina hii kwamba tunatakiwa tuendelee kuyasoma. बार बार जो सामने आता है Kila mara tunaposoma tunaona milango mipya inafunguliwa और हम उसको पता चलता है। na siri mpya inajulikana. वैसे भी दुआओं की तरफ तवज्जो होती है। Katika Ramadhan tunafanya maombi, दुआ का मजमून जो है kwa hiyo madhumuni दिल को जाकर रखता ya dua inaleta athari sana juu ya mioyo है। yetu. दुआओं का मजमून और आपकी तफसीर Madhumuni ya dua आज भी जारी है। na tafsiri ya Sinam alayhi salatu wasalam itaendelea leo pia. एक इक़्तिबास Katika hutuba ya Ijumaa nilisoma maandiko moja ya Sinam alayhi salatu wasalam. Sinam alayhi salatu wasalam alisema, na nitaeleza muhtasari wake kwamba iyyaka na'budu, में खालिस होकर katika अल्लाह का अब बनने की तरफ तवज्जो दिलाती Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tuwe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na katika iyyaka nasta'in, के लिए kwa ajili ya kupata utumishi huu साबित कर nguvu na imara और मुस्तकिल मिजाजी na kuendelea na hali hii. तलब दुआ की गई Kwa ajili ya hii dua imeombwa क्योंकि कुव्वत kwa sababu और सुबात कर nguvu na kupatikana imara
अगर कुव्वत और pia inapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa nguvu hii haipatikani, basi mtu hawezi kutimiza haki ya utumishi wake. इबादत करने की कोशिश भी अगर हो Ikiwa atafanya juhudi और अल्लाह ताला ya kufanya ibada मदद शामिल हाल na hautakuwa msaada wa Mwenyezi Mungu, basi katika hali baada ya kufanya ibada siku chache बेलज़्ज़त hataendelea na hali ya ibada, na ladha pia haitapatikana. Watu wengi wananiandikia कि रमज़ान के माहौल kwamba kwa sababu ya mazingira ya Ramadhan tulizingatia swala na ibada, उस धारे में हम भी बेहतर na sisi tuliendelea kufanya ibada. Kwa sababu ya hii Ramadhan ilipokwisha, sisi tukarudi pale pale tuliko. नमाजें हैं लेकिन उनमें वो Tunaswali swala lakini ladha haipatikani. बस इस माहौल में Basi katika दुआओं की तरफ mazingira haya, wakati अल्लाह ताला ने tunafanya maombi, इबादत में ज़ौक़ शौक़ Mwenyezi Mungu कुव्वत और सबात कदमी की जो दुआ से ametukumbusha dua ya kupata ladha katika swala na ibada. Tunatakiwa tufanye dua hii ili tuweze kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na iendelee kutimiza haki hii, तो अबूदियत का हक iendelee kutimia haki hii. Ikiwa ladha hii haipatikani, basi mtu hawezi kutimiza haki ya utumishi wake. तवज्जो और सबात कदमी की तलब के बाद Sayyidina Ali alayhi salam anasema kwamba baada ya kupata hali hii, yani nguvu na imani, इस बारे में kuna kitu gani ambacho kinatakiwa? खुद में पढ़ा था, उसे पता चलता है कि वो आम चीज़ ये है Kile kitu ni kwamba mwaminio पता होना anatakiwa ajue कि वो किस किस्म की कुव्वत हो kwamba ile nguvu और ये किस na तरह हासिल होगी वो। ile nguvu na ile imara ni ya aina gani na itapatikanaje, और इसका मैयार क्या है na subra na ile subra iwe ya aina gani. बनने के लिए हदायत के रास्ते की निशानदही ना हो Ikiwa तो फिर इंसान hajui njia ya kupata utumishi Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii anatembea katika giza, hatajua yeye किस किस्म की अबूदियत की anatafuta utumishi wa aina gani, क्या चीज़ है, कौन सी बातें हैं उसमें करनी, ni kitu gani au ni mambo gani ambayo atafanya na njia gani atatafuta kwa ajili ya kupata hali hii. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam alisema. इसलिए ये ज़रूरी Kwa hiyo ni muhimu कि इल्म kwamba और हदायत की तलाश kwa ajili ya elimu na kutafuta mwongozo mtu afanye dua ya ihdina sirata almustaqim. के लिए अल्लाह ताला ने Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii ili इंसान की इबादत Mwenyezi Mungu और उसकी कोशिश में aweke baraka katika ibada ya mtumishi wake, और अल्लाह ताला के रास्तों के मुतलाशी को ili yule anayetafuta हदायत के रास्ते njia za mwongozo Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia ili aendelee na hali hii. Basi dua hii ya ihdina sirata almustaqim और कुव्वत के हुसूल ni और inasaidia kupata ile nguvu मुस्तकिल na ile imara na imani ambayo ni muhimu kwa ajili ya kutimiza haki ya utumishi wa Mwenyezi Mungu. इसके आला मयार हासिल करने के लिए ज़रूरी है। आप अलैहिस्सलाम Sayyidina Ali alayhi salatu wassalam इरशाद के मुताबिक sawa na तीनों दुआओं का maandiko yake, खुदा ये बनेगा, muhtasari wa maombi haya ni kwamba इंतहाई इखलास, इंतहाई कोशिश madamu mtu और हदायत को समझने hafanyi juhudi ya hali ya juu na hapati elimu ya kuelewa एक हकीकी मोमिन को, maana ya utumishi, सच्चा आबिद बनने वाले को आराम से, mpaka और ये नहीं समझना चाहिए hali hii ipatikane, mwaminio hatakiwi akae kwa utulivu, या हम bali aendelee kufanya juhudi na aendelee खुदा ताला के प्यार के kujichunguza kwamba je, ameshapata lengo la सलूक के utumishi wake? Je, ameshapata lengo la kumwabudu Mwenyezi Mungu au la? वो मयार जो एक मोमिन का मतमय नज़र होने चाहिए। Na hii inatakiwa iwe lengo la mwaminio katika maisha yake. एक मोमिन की हो कि हमने आराम से नहीं बैठना, Mwaminio anatakiwa aseme इन रातों
kwamba sitakaa kwa utulivu mpaka nifuate njia hii iliyonyoka. तो फिर ऐसे मोमिन के कदम आगे Katika hali hii mwaminio anapata maendeleo na anapiga hatua mbele na anapenda misikiti की फिक्र होती na analinda swala zake, है। फिर रमज़ान के रोज़ों का हक anatimiza katika hali hii anatimiza haki ya saumu. रमज़ान के बाद Kisha baada ya mwezi mtukufu Ramadhan ज़ौक़ anakuwa na ladha शौक़ na raha katika ibada yake, जो मैंने पढ़ा था फरमाया कि जलन होनी चाहिए, उस जलन को हासिल करने की कोशिश रहती na anajitahidi kwa ajili ya kupata ladha hii baada ya Ramadhan. Pia है। गुज़श्ता जुमे में जैसा कि मैंने katika Ijumaa iliyopita कहा तो वही अगर नस्तीन की nilieleza tafsiri ya iyaka naabudu wa iyaka nastain. और इसके मुख्तलिफ पहलू जो थे बयान फरमाया आपने तो Shenam alayhi salatu wassalam alieleza tafsiri yake na niliiweka mbele yenu. इस्लाम की तफसीर की रोशनी Leo tena kwa mujibu wa tafsiri ya Shenam alayhi salatu wassalam के बाद nitaeleza maana ya ihdina sirata almustaqim. इसके मानी इसकी रूह क्या है वो पेश करूँगा, जिनसे पता लगता है कि इज़्न Kwa tafsiri ya hii inajulikana kwamba ihdina sirata almustaqim, dua हमारे हर माह hii ni kubwa sana, किस तरह इस दुआ ने इहाता किया हुआ है na dua hii ni juu ya mambo yote. करूँगा, उसे पता चलता है कि हिदायत पाने के काबिल कौन लोग होते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें हिदायत पाने Katika maandiko haya सही रास्तों को yanathibitika kwamba wenye mwongozo ni watu wa aina gani na ni watu gani hawa ambao wanajitahidi kwa ajili ya kupata mwongozo huu. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, ये भी करामात सादिकीन का ही वाला haya pia ni katika kiramatu sadikin, जिसका तर्जुमा पढ़ता हूँ nasoma tafsiri yake. और इस सूरत में Sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwamba katika sura hii, sura al-Fatiha, अपने मुसलमान बंदों को तालीम Mwenyezi Mungu anawaelimisha Waislamu दिया, वो फरमाता है na anawaambia, enyi watumishi wangu, mmeshaona Mayahudi na Wakristo, तुम उन जैसे अमाल करने से इज्तनाब nyinyi msifanye vitendo kama wao walifanya, की रस्सी को na mushike kamba ya maombi, और यहूद की मानंद अल्लाह की नेमतों na msisahau neema za Mwenyezi Mungu kama Mayahudi walisahau. Pengine ghadhabu ya Mwenyezi Mungu itashuka juu yenu. Ikiwa nyinyi ni wa kweli, msiache maombi na msiwe wavivu kama Wakristo. और हदायत के तलब करने की तरगीब दी Na amesisitiza kwamba waaminio watafute mwongozo कि हदायत पर साबित कदमी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ na और गिरियाजारी kuwa दवाम के बगैर kusimama kwa imara juu ya mwongozo bila dua na bila msaada wa Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana. तक मुस्तकिल मिजाजी से दुआ नहीं करोगे, गिरियाजारी नहीं Mtu hawezi kupata imara juu ya mwongozo mpaka afanye maombi kwa mfululizo. हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ताला की तरफ से Mwongozo ni kitu ambacho kinapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. अल्लाह खुद बंदे की रहनुमाई न करे Maadamu Mwenyezi Mungu और उसे हिदायत याफ्ता hamwongozi mja wake, वो हरगिज़ हिदायत mtu hawezi kupata इस अमर की तरफ भी mwongozo, कि हिदायत की कोई इंतहा नहीं। kisha hakuna mwisho wa mwongozo. दुआओं की सीढ़ी के ज़रिए से Mtu kwa kutumia ngazi ya maombi anaweza kufika. को छोड़ दिया, Yeyote aliacha maombi, basi amekosa ngazi ya kufika katika mwongozo. ज़ुबान ज़िक्र इलाही और दुआ से तर रहे और वो इस पर दुआम इख्तियार करने वालों में से हो। Ulimi unatakiwa uendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na endelee kufanya maombi kwa mfululizo bila kusimama. के लिए हिदायत Haya ni जो हिदायत की तलाश haya ni mwongozo, huu ni mwongozo kwa ajili ya waaminio, kwa ajili ya yule ambaye anatafuta mwongozo, kwamba yeye asiache kamba la maombi. तलब हिदायत में सुस्त न हो। Kwa ajili ya kutafuta mwongozo asiwe mvivu, pengine atapotea. याद रखो, Kumbukeni हिदायत पर साबित कदमी मुस्तकिल मिजाज kusimama na kuwa na imara juu ya mwongozo के बगैर bila maombi ये चीज़ें मुमकिन नहीं। na bila kulia mbele ya Mwenyezi Mungu hauwezi kupatikana. Ikiwa ninyi hamtafanya maombi, तो हिदायत के रास्ते बंद, njia za mwongozo zitafungwa, क्योंकि हिदायत
बंदा अपने जोर से हासिल kwa sababu mtu mwongozo hawezi kupata mwongozo kwa nguvu yake. Huu unapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na amesema kumbukeni kwamba hakuna mwisho wa mwongozo, कि हम हदायत kwamba sisi tumeshapata mwongozo, tumeongoka. एक मुकाम पर पहुंच कर ये नहीं Hamwezi kusema baada ya kufika mahali kwamba sisi tumeongoka, sasa haina haja ya kitu kingine chochote. बस जब इंतहा Basi ikiwa hakuna wa mwisho wa mwongozo, basi tunahitaji ngazi ya maombi kila wakati. की कोई आम बात याद रखें Mwamini anatakiwa akumbuke kila wakati kwamba ibada ya muda हिदायत का बायस haiwezi kuleta mwongozo. कि हकीकी हिदायत पाने वाले वो हैं Wale wanaopata mwongozo wa kweli ni wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, ndimu zao zinamkumbuka Mwenyezi Mungu. रमज़ान की वजह से जिक्र इलाही Katika siku hizi za Ramadhan tunafanya tasbihi na tunamkumbuka Mwenyezi Mungu. मुस्तकिल हमें अपना Hii inatakiwa ताकि tuendelee हिदायत के रास्तों kufanya daima ili tuwe juu ya mwongozo kila wakati, और इसकी आला मयार हासिल करने की na tuweze kupata hali ya juu ya mwongozo. फिर हमें आप सिरात मुस्तकीम के माने से Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam anaeleza maana ya sirati mustaqim ni nini. Sirat katika lugha ni njia ile ambayo ni iliyonyoka, ज़ा उसके वज़ा इस्तिकामत पर वाक़या हों iwe sawa sawa, ऐन मुहाज़ात पर हों, यानी कोई कजी ना हो, कोई टेढ़ापन ना हो, isiwe कोई परेशान करने वाली चीज़ ना isiwe kitu cha kusumbua njiani, हो, और एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता हो। iwe njia ya kupeleka katika lengo maalum. जगह पहुँच कर इंसान सोचे Isiwe kwamba baada ya kufika mahali mtu afikirie दाएं जाना apotee na ajue kwamba asijue kwamba wataenda kulia kushoto, पाने का उस तरफ ले जाने वाला रास्ता bali ni njia ambayo inampeleka सिरात mja wake kwa Mwenyezi Mungu, na hii ni sirat. दही करे Njia hii eleze hatari pia, na ileze kwamba mtu aende kushoto wa kulia. आप इस्लाम इतने सिरात Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam घुमाते हुए kwa kueleza maana ya idhna sirat almustaqim anasema kwamba masufi के मानी भी फना कर wanasema kwamba idhna sirat almustaqim ni और इरादे सब के kujimaliza katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuweka kila kitu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, फरमाया na mtu amalize, जो अल्लाह ताला की ख्वाहिश asiwe na tamaa ya aina yoyote. अपने इरादे और जोशों पर मुकद्दम नहीं करते Ikiwa mtu अक्सर दफ़ा hatangulizi mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo yake yote, इस दुनिया से basi watu aina hii wanakufa bila kupata mafanikio. Amesema swala ambayo ni dua, खुदा ताला का इसमें Mwenyezi Mungu मुकद्दम रखा है ametangulizwa katika swala. Vile vile ismi azam ya mwanadamu ni imara wake. ये मुराद ये Ismi azam maana yake ni kwamba इंसानियत के कमालात हासिल kwamba kwa kupitia hii anapata utumishi wa की तरफ लगे रहोगे hali ya juu. जाओगे Ikiwa mtaendelea kufanya maombi, इंसानियत के कमालात ndipo mnaweza kupata utumishi wa Mwenyezi Mungu. बस जब इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की दुआ इंसान करता है Mwanadamu anapofanya dua hii ya ihdina sirata almustaqim, तो भी सामने रख analazimika kuzingatia amri zote za Mwenyezi Mungu, analazimika kuangalia mambo yaliyokatazwa na yaliyotakiwa kufanya, अल्लाह ताला के हुकूक की अदायगी के साथ na analazimika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na pamoja na hii analazimika kutimiza haki za wanadamu, खुदा ताला की तरफ kwa sababu kutimiza haki za wanadamu pia ये होगा zinampeleka mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Atakapofanya hivi, दिल की आवाज़ basi dua hii ya ihdina sirata almustaqim itakuwa sauti ya moyo wake, हासिल हो ndipo atapata utumishi wa Mwenyezi Mungu, कमाल ndipo हकीकी तवज्जो और कोशिश atapata utumishi खुदा ताला की आगोश में आकर na atakuwa chini ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu,
na maombi yake yatapokelewa. इंसान जब इस्तिकामत दिखाते Mwanadamu kwa kuonyesha imara yake anaendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata mwongozo. Anamkumbuka Mwenyezi Mungu. सिरात मुस्तकीम कायम रहती है। Katika hali hii उसमें surati mustaqim inaweza kubaki. मजमून को आगे चलाते Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba तरीक यही njia ya kufanya dua ni hii kwamba hizi ismi azam zote mbili zijumuike, गैर की तरफ रुजू नहीं करते। asimwelekee kwa mwingine min ghairi ya Mwenyezi Mungu. बुत ही क्यों ना हो। जब ये हालत Hali hii itakapopatikana, ऊनी अस्तजिब लकुम basi मजा आ जाता mtu anapata ladha ya udhuuni astajib lakum. है। जब इंसान Wakati mwanadamu anaposema rabbuna Allah, रब्बुन अल्लाह कहता है, जब ये पुकार होगी anaposema hivi उस पर इस्तिकामत, kisha anaonyesha तब जो दुआओं की तौफीक imara yake. Katika hali hii maombi anayofanya जहाँ ऊनी अस्तजिब लकुम का मजा katika hali hii anasikia ladha ya udhuni astajib lakum, yani muniite nitapokea maombi yenu. शर्त है और अल्लाह ताला Basi sharti ni kwamba aonyeshe उसी को रब समझ। imara ya imani yake फिर इस बात को बयान na amtangulize Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. लोगों के तमाम मरातब पर हावी है, Kisha dua यानी किसी भी मर्तबे का आदमी ni उसे इस दुआ की जरूरत। kitu ambacho kila mtu anahitaji. बस खुलासा ये है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ Ihdina siratal mustaqim, को हर कहीं dua hii उस पर inamsalimisha mwanadamu katika kila upotevu, और उसको वीरान घर से निकाल कर na dua hii inamtoa mtu katika जो शख्स भी ngofu na inampeleka katika bustani. अल्लाह ताला उसको खैर व बरकत Yeyote anayelia mbele yake Mwenyezi Mungu anamzidisha खुदाए रहमान की मोहब्बत हासिल katika baraka na heri, और अपने आखिरी वक्त तक एक लहजा के लिए भी दुआ को na yeyote ambaye hakuacha dua mpaka mwisho wake, नहीं कि वो इस दुआ से लापरवाह हो या इस मकसद से मुंह फेर ले, ख्वाह वो नबी हो, basi kila mmoja anatakiwa क्योंकि रुश्द aendelee kufanya dua hii, awe nabii awe mtu wa kawaida. बल्कि वो बेइंतहा हैं और अक्ल दानिश की निगाहें उन तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये दुआ से Mwenyezi Mungu amefundisha नमाज का मदार dua hii watumishi wake उसकी हदायत से ili watu wapate faida katika mwongozo wake, तौहीद को मुकम्मल करें, na kwa sababu ya hii wakamilishe tauhid na wakumbuke ahadi za Mwenyezi Mungu से निजात na wajiepushe kufanya shirk. में से एक ये है Katika faida ya मरातब पर dua hii ni kwamba हर फर्द पर भी kwamba dua hii ni juu ya kila mtu, गैर महदूद दुआ है, ni dua ambayo कोई हद बंदी isiyo na mpaka. और ना इसकी कोई गायत Basi wenye baraka ni wale लोग जो खुदा के आरिफ बंदे ambao इस दुआ पर मुदावमत wanaendelea kufanya dua hii दिलों के साथ जिनसे खून बहता है और ऐसी रूहों के साथ kwa moyo sana सब्र करने वाली हो, na kwa roho ambayo inakuwa na subra, मुस्तकिल मिजाजी से yani wanaendelea kufanya dua hii bila kusimama na wanabaki juu ya dua hii. जो हर खैर Amesema hii ni dua ambayo और इस्तिकामत पर मुश्तमिल inaleta baraka na heri ya kila aina, से बड़ी बिशारतें हैं। na anayefanya dua hii anapata bishara. रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़ी बिशारत। Katika dua hii kuna bishara za Mwenyezi Mungu chungu mzima. इस्लाम ने Sayyidina alayhi salatu wassalam फरमाया, alisema, खुलासा में बयान कर दूं क्यों ये सब मरातब के लोगों के लिए kwa nini dua hii ni muhimu sana kwa ajili ya watu wote? कि इंसान Kwa sababu हर किस्म के टेढ़ेपन और कजी से ही बचा dua hii inamsalimisha mwanadamu katika kila upotevu. मुख्तलिफ तरीक से बरगलाने के लिए शैतान Shetani amekaa njiani kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu. दिल से निकली हुई Ikiwa mtu anafanya dua hii ihdina siratal mustaqim kwa moyo wake, basi dua hii inamsalimisha katika mashambulio ya shetani. आजकल Siku hizi जब दुनिया मजहब wakati dunia inaenda mbali na dini,
dua hii ni muhimu sana सीधे रास्ते पर कायम na dua hii inaweza शर्त के जैसा kumwongoza mwanadamu katika njia iliyonyoka, अल्लाह ताला से मदद का तालिब रहे। lakini sharti ni kwamba aendelee kufanya dua hii bila kuchoka. किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला Mtu yeyote अगर अल्लाह ताला से रहनुमाई चाहे anayetaka mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamwongoza बल्कि ला मजहबों की भी hata kama ana imani dini gani, उनके लिए भी हिदायत का जरिया बन जाए। lakini dua hii akifanya dua hii Mwenyezi Mungu anamwongoza, lakini sharti ni kwamba awe na nia safi. आपने फरमाया Sinam alayhi salatu wasalam amesema kwamba manabii खुदाए रहमान की मोहब्बत इस दुआ के जरिए से walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dua hii. इंसान Basi awe mtu wa aina gani, awe जितनी ज़्यादा आहोजारी से ये दुआ mtu wa aina gani, akifanya dua hii खैर kwa kulia na kwa moyo, Mwenyezi Mungu atamzidisha katika heri na baraka. लिए ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं कि वो इस दुआ से गफलत Basi mtu hatakiwi aghafilike katika dua hii. के लिए भी ये ज़रूरी है। Dua hii ni muhimu sana kwa ajili ya manabii pia, तब और मयार कभी खत्म kwa sababu mwongozo hauishi. इंसान का जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ Kila mtu ambaye उसका रुश्द हिदायत का एक मरतबा, ana और क्योंकि अल्लाह ताला के इनामात की urafiki na Mwenyezi Mungu इसलिए हिदायत के अगले मरहलों की na तलाश भी एक मोमिन के लिए ज़रूरी haina mwisho wa neema za Mwenyezi Mungu. है। अगर मरहले को तलाश करें Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa aendelee kutafuta neema hizi za Mwenyezi Mungu bila kuchoka, na kwa ajili ya kutafuta neema hizi Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, ihdina sirata almustaqim. फरमाया Amesema कि तौहीद भी tauhid, इस दुआ के ज़रिए umoja wa Mwenyezi Mungu pia unapatikana kwa sababu ya dua hii, कि अल्लाह ताला को पाने के लिए kwa ajili ya उसके लिए बताया kumpata Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kufuata mwongozo wake. अल्लाह ताला के पास ही जाया जाता है। Mtu anamuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, हमें हिदायत ni yeye ambaye anaweza kutuingiza katika wale waliongoka. या बस ये दुआ Basi हर मरतबे dua hii ni muhimu kwa ajili ya उस शख्स के लिए ज़रूरी mtu wa kila aina, जो खुदा की बताई हुई हिदायत को ni muhimu kwa ajili ya mtu ambaye anatafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu kwa masharti yake, आला मदारिज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये चाहता है। na anatafuta baraka ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam amesema mwaminio mkweli ni yule ambaye anafanya dua hii kwa moyo sana na anaendelea kufanya dua hii bila kuchoka. हर मरतबे के लोगों के लिए ज़रूरी है। Ikiwa dua hii ni muhimu kwa ajili ya watu wa kila aina, basi umuhimu wake katika hali hii बहुत ज़्यादा inazidi sana. सामियत पर रोशनी डालते हुए Kwa kueleza hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema कि सातवीं सदाकत जो सूरह फातिहा में दर्ज है, ये दिन सिरातुल ukweli wa saba जिसके मान uliopo katika sura al-Fatiha ni ihdina sirat al-mustaqim, इस राह पर हमको yani utuongoze katika njia iliyonyoka. Maelezo ya ukweli huu ni kwamba कि इंसान की हकीकी दुआ mwanadamu dua yake ya kweli ni kwamba atafute njia iliyonyoka kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kupata njia hii na lengo hili lile atumie masilahi yote, ने हर यक na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata kila उन्हें कुदरत ठहरा lengo ameweka दो उसके हसूल के वसाइल masilahi, na amesema kwamba kwa ajili ya kupata lengo lile anatakiwa atumie masilahi yale yaliyowekwa मुस्तकीम पर ठीक ठीक कदम मारे और जो ili मतलब की राह aweze kupata lengo lake. करे तो फिर मतलब खुद ब खुद Anapofanya hivi, basi lengo lake linapatikana. कि उन राहों के छोड़ देने Haiwezi kutokea kwamba kutakuacha yale masilahi mtu apate lengo lake, bali kutoka हुआ चला आता है। kale ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kupata kila lengo kuna njia yake. जब तक इंसान उस तरीके पर कदम Ikiwa mwanadamu hafuati ile njia, hawezi kupata lengo lake. Basi kitu ambacho
kinatakiwa kitafutwe kwa maombi. सिरात मुस्तकीम Kitu kile ni sirati mustaqim. तलब में कोशिश नहीं करता, Mtu yeyote ambaye afanye juhudi kwa ajili ya kutafuta sirati mustaqim, एक कजरो yeye mbele ya Mwenyezi Mungu ni mpotevu. और आलम सानी की राहतों का तालिब हो तो हिकमत इलाही उसे यही जवाब देती Ikiwa yeye ana katika hali hii anatafuta raha za akhira, Mwenyezi Mungu anamjibu kwamba kwanza utafute sirati mustaqim, ndipo utapata raha ya kila aina. है, जिसकी तालिब हक को अशद ज़रूरत है, तलब सिरात मुस्तकीम है। फिर सिरात मुस्तकीम की रूह Kisha को बयान kwa kueleza roho ya sirati mustaqim, मुस्तकीम के किन मायारों के हसूल na mwaminio anatakiwa afanye juhudi ya aina gani kwa ajili ya kupata sirati mustaqim. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema की हकीकत uhakika wa sirati mustaqim ni kwamba फजलो एहसान वाले wakati mwanadamu anapompenda Mwenyezi Mungu anakuwa radhi kwa दिल उसके ridhaa yake और अपने आप को उस खुदा को सौंप दे जिसने इंसान को पैदा na anajipoteza अलावा किसी और से दुआ kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, मोहब्बत रखे, उसी से मुनाजात na amwombe kwa Mwenyezi Mungu अपनी बेहोशी से होश में आ जाए, na अपनी चाल सीधी करे, ajirekebishe ईमान से डरे, na amwogope Mwenyezi Mungu. मोहब्बत इलाही उसके रगो रेशे Mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe katika kila kiungo cha mwili wake na aimarishe imani yake, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अकल ndipo mwanadamu और खेती बाड़ी सबके साथ कुल्ली तौर पर अपने रब की तरफ मायल हो जाता anamwelekea Mwenyezi Mungu है। उसकी निगाह में अपने रब के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं रहता, na वो अपने महबूब ही lengo lake linakuwa Mwenyezi Mungu tu na anamwabudu yeye tu. ये दिन सिरात मुस्तकीम की दुआ Dua hii ya ihdina sirat almustaqim उस दुनिया भी मिलती anayefanya anapata dunia na anapata dini pia. फरमाया कि एक इसके Amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa ajili ya hii natakiwa mtu afanye juhudi, उससे निकलना पड़ेगा, anatakiwa atoke दीन से गफलत जो है nje katika हालत है, इससे निकलो। katika ujahili wake हर चीज़ में अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो, na aweke mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Hali hii itakapopatikana, दुनिया भी दीन बन जाए dunia itakuwa dini और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हर काम na kila kazi itafanyika chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. इस्लामी हदायत Kisha anasema ये तीन चीज़ें हैं जिनका एक मुसलमान को ख्याल Muislamu anatakiwa azingatie mambo matatu. हदायत Bila hii mwongozo hauwezi kupatikana. बातें हैं जो इस बात की तरफ रहना Haya ni mambo matatu ambayo yanaongoza जो एक मोमिन को तलब करनी चाहिए। kwa mwaminio. Ni mwongozo gani anatakiwa atafute? फरमाया सबसे पहली Amesema kitu cha kwanza ni Qurani Karim, जो किताबुल्लाह है, जिससे बढ़कर हमारे पास कोई कलाम ambayo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. नहीं, वो खुदा का कलाम, Ki- वो शक और तन की आलाइशों से Kitabu hiki hakina dhana ndani yake. और सुन्नत से मुराद Na kitu cha pili ni sunna, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेली रवश है। na sunna maana yake ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, आज से कुरान शरीफ के साथ जाहिर हुई, na हमेशा साथ ही रहेगी hii या बतब्दील ilikuwa pamoja na Qurani tukufu. कुरान शरीफ खुदा ताला का कौल Qurani tukufu ni kauli ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. कि जब अम्बिया अलैहिस्सलाम खुदा का Manabii wa Mwenyezi Mungu खुदा का कौल wanapoleta लोगों की हिदायत के लिए ला kauli ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwongozo ya watu, अमली तौर पर इस कौल की तफसीर कर wanaeleza kauli ile kwa vitendo vyao, हुक्मों की तामील होती है, तफसीर होती na inakuwa tafsiri ya maneno ya Mwenyezi Mungu है, लोगों पर मुश्तबिल ili watu वाज़ेह हो जाए wasiwe और इस na katika shaka, bali iwe wazi. और दूसरों से भी Yani manabii wanafuata और तीसरी na wanatenda, kisha हिदायत का जरिया wanawaambia watu wao pia watende. हमारी वो Na kitu cha tatu ni hadis, रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
करीबन maana yake ni kwamba मुख्तलिफ रावियों के ज़रिए से maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyokusanywa baada ya kufariki kwake baada ya kupita miaka 150 तीसरी हैसियत बस इनमें से वो जो कुरान basi yoyote से नहीं टकराती हदीस basi hadisi ambazo और एक मोमिन के लिए zinakuwa chini ya Qur'an tukufu ni hadisi sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. तो हदीस को एक चीज़ Amesema kwamba sisi hatuamini kama wale hadisi wanasema sunna na hadisi ni kitu kimoja. लाए अमल है जो एक मोमिन की हिदायत के लिए मौजूद है। जब भी हिदायत की दुआ एक मोमिन Wakati wote mwaminio anapofanya dua ya mwongozo anatakiwa azingatie vitu hivi vitatu. तरफ रहनुमाई करेगी फिर और बंदे का खुदा ताला से ताल्लुक भी पुख्ता हो। Na katika hali hii mtu ataimarisha urafiki wake na Mwenyezi Mungu. फकीरों के चक्कर में Baadhi wakati watu wengine wanawaendea हमें शिकायतें mapiri na mafukara hawa wanajumuia wengine kwa sababu ya athari ya wasiokuwa wanajumuia गाँव की तरफ wanawaendea watu hawa या kwa ajili ya जादू टोने पर यकीन होता है kupata maombi दूसरों के पास जाते हैं उसको तुड़वाने के लिए और बाज़ दफ़ा गैरों के पास भी जाते हैं जहालत na baadhi wakati ujahili unakuwa kiasi hiki kwamba wanawaendea wanajumuia wanawaendea watu wasiokuwa wa Ahmadiyya na hawazingatii maombi wao wenyewe. Njia hii si sahihi. Ni ihsani na shukrani Mwenyezi Mungu kwamba labda ni mtu mmoja mmoja pengine wa Ahmadiyya hawafanyi shirki, wasiokuwa wanajumuia wanafanya shirk ya hali ya juu, और मुसलमान भी अपने आप को समझ kisha wao wanajiona kwamba ni Waislamu. वसीम अलैहिस्सलाम Kisha Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema कुरान शरीफ में katika Qur'ani tukufu इस्लाम के बारे में कि इसका नाम इस्तिकामत है। आप फरमाते हैं कुरान शरीफ में इसका नाम katika Qur'ani tukufu Islam jina lake ni istiqamat, yani uimara, दुआ सिखलाता है कि ए दिन na inatufundisha dua hii idhina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alaihim, यानी हमें इस्तिकामत की राह yani utuongoze katika njia inayokuwa na imara. इस्तिकामत वो रास्ता जिसको मुस्तकिल मिजाजी Istiqama और हदायत ni kitu ambacho mtu anatakiwa aendelee kufanya bila kuacha, bila kuchoka. वाले से कुरान करीम में इस्तिकामत है Kwa hiyo katika Qur'an tukufu Islam maana yake ni istiqamat. से उसका तर्जुमा Kwa kueleza maana yake anasema kwamba utuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale ambao walipata neema kutoka kwako na ambao walifunguliwa milango ya mbinguni. कि हर एक चीज़ Iwe wazi kwamba उसकी इल्लत गाई kuelewa kila kitu mtu anaweza kuelewa baada ya kufikiria kuhusu lengo lake, जाती है और इंसान के वजूद की इल्लत गाई na mwanadamu lengo lake कि नौ la खुदा के लिए पैदा की kuumbwa kwake ni kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu, yani mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. इंसानी वजह इस्तिकामत ये है Basi कि जैसा कि वो इताअत अब्दी के लिए mwanadamu ऐसा ही वो दर हकीकत खुदा के लिए हो जाए anatakiwa awe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. खुदा ताला के लिए हो जाएगा Ikiwa atakuwa wa Mwenyezi Mungu kwa जिसको nguvu yake yote, ndipo atapata neema za Mwenyezi Mungu, atapata maisha mema. आपकी तरफ की खिड़की खोली जाए Mtu anapofungua darisha दूर खिड़की के अंदर upande wa jua anapata mwanga. Vile vile mwanadamu सीधा हो anapokuwa और उसमें और खुदा में कुछ हिजाब न anapokuwa फिलफौर mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu, basi anapata nuru ambayo inaleta mwanga kwa ajili yake. तब वो एक नया इंसान Katika hali hii anakuwa mtumishi wa mwanadamu mpya, ndipo inasema kwamba huyu amepata maisha mema यही दुनिया है na anapata maisha haya hapa duniani. Mwenyezi Mungu anasema, amesema kwa kusema man kana fi hadhihi ama fahuwa fil akhirati ama, yeyote anayekuwa kipofu duniani उस जहाँ atakuwa kipofu katika akhira pia. फिर आप इस बात की वजाहत करते हैं Kisha kwa kueleza hii कि दुआ इhdina sirata almustaqim, कबूलियत के दुआ की कबूलियत के लिए किन पहलुओं को मद्देनजर kwa ajili ya kupokelewa dua hii mtu anatakiwa azingatie nini? Anasema katika ihdina sirata almustaqim, को लाजिम है Waislamu wote wanatakiwa wajue iyaka naabudu
इय्याका नस्तईन पर मुकद्दम रख na iyaka naabudu imetangulizwa juu ya iyaka nastain. और यही मतलब Mtu anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu, अमली शुक्र जो है वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम उसकी तफसीर na tafsiri yake ni ihdina sirata almustaqim. यानी दुआ से पहले Yani kabla ya kufanya आप ज़ाहिरी की dua ज़रूरी तौर पर की जाए mtu azingatie की तरफ रुजू हो अव्वलन mambo yote yanayotakiwa आदात की इस्लाह हो फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम na ajirekebishe hali yake, दुरुस्त करो बिदात और गलत किस्म के जो चीज़ें रिवाज पा गई हैं उनको छोड़ mwache bid'a ya kila aina हो जो हकीकी इस्लामी की na mufuate mafundisho sahihi ya Islam. अखलाक बेहतर करो Murekebishe hulka zenu, अपनी अमल सही murekebishe vitendo vyenu, इस्लाह हो जाए फिर kisha मुस्तकीम की दुआ mufanye dua hii ihdina sirata almustaqim, ndipo Mwenyezi Mungu anakubali dua hii. सिरातल मुस्तकीम की दुआ Amesema dua hii ihdina sirata almustaqim, ametufundisha dua hii ili mwanadamu akumbuke mambo matatu. Ya kwanza ni hulka, ya pili ni imani yake, na tatu ni hali ya vitendo vyake. इंसान खुदादात कुव्वतों के ज़रिए से अपने हाल की इस्लाह करे Mwanadamu anatakiwa arekebishe hali yake. जो अल्लाह ताला ने ताकतें दी हैं इंसान को अकल है Mwenyezi Mungu amemjalia akili na vitu vingine. Kwa kutumia vitu hii ajitahidi kujirekebisha, अल्लाह ताला से मांगे kisha amuombe Mwenyezi Mungu kwamba mimi natumia na fanye sawa na nguvu yangu, basi niongoze. ये मतलब नहीं कि इस्लाह की सूरत में दुआ न Si maana yake kwamba anaporekebika asifanye maombi. उस वक्त भी Hata katika hali hii pia anatakiwa aendelee kuomba, तौर पे भी कोशिश कर रहा है anafanya juhudi sawa na uwezo wake, na katika hali hii analazimika kufanya dua. कल्ब और फेल से हो Na dua hii ihdina sirata almustaqim anasema kwa ulimi wake, kwa moyo wake pia aombe dua hii, na katika vitendo vyake pia ionekane kwamba anafanya dua hii, ndipo dua hii ihdina sirata almustaqim की दुआ हकीकी दुआ itakuwa dua ya kweli. और जब इंसान खुदा से नेक होने की Mwanadamu anapofanya dua kwamba awe mtu mwema, जो इन मुश्किलात को दूर कर basi dua hii inamsaidia. जुबान से इकरार Mwanadamu anaposema kwa ulimi wake na moyo wake pia utaelekea na atafanya juhudi pia, basi ni dhahiri kwamba katika hali hii जो भी पैदा होगी कि अल्लाह ताला से मैं मांग रहा हूँ atazingatia na atajua kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu अमल हो जाएगा एक तरफ kwa दुआ के साथ कोशिश कर रहा होगा katika hali hii तो फिर दोबारा इन चीज़ों को मैं अपने जुबान की दुरुस्ती में atajitahidi kurekebisha ulimi wake na vitendo vyake, और उसमें शर्म आ रही होगी कि मैं बगैर इनकी दुरुस्ती के na ikiwa harekebishi basi ataona haya kwamba bila kurekebisha hii mimi siwezi kuomba dua फरमाते हैं kwa Mwenyezi Mungu. सिरातुल मुस्तकीम की दुआ दीन और Kisha anasema ihdina sirata almustaqim, dua hii ni juu ya mambo yote ya dini na dunia. मिले कुछ नहीं बना Ikiwa mtu hapati mwongozo hawezi kufanya kitu chochote दुनिया की हाजतों के लिए kwa ajili ya mambo ya dunia दिन सिरातुल na mafanikio ya dunia. Dua hii ihdina sirata almustaqim inatakiwa. गरज हर इंसान को हर काम में सिरातुल मुस्तकीम की Kila mtu anataka dua hii, mkulima, daktari au mtu yeyote ambaye anafanya kazi yoyote katika maisha yake, सिरातुल मुस्तकीम kwa ajili ya kazi yake anataka dua hii ya sirati mustaqim. Ikiwa dua hii hafanyi, basi kazi yake itaharibika. Sinam alayhi salatu wassalam amesema kwamba dua hasa ni sura al-Fatiha. जिम्मेदार Mkulima जिम्मेदारी का atakapojua namna ya kulima, जिम्मेदार के सिरातुल मुस्तकीम basi atakuwa katika sirati mustaqim ya अगर एक जिम्मेदार है kulima. उसको जब जिम्मेदारी करने का सही Yani atakapojua jinsi ya kulima, जिम्मेदारी के ndipo atakuwa katika njia ya sirati mustaqim ya kulima. Daktari anapomaliza masomo yake na anapopata digrii yake, जो उसका हाउस जॉब होते हैं वो मुकम्मल anapokamilisha तजुर्बा कर डॉक्टरों के साथ house job yake, तो तभी
उसको मुख्तलिफ मदारिज जो हैं सिरात मुस्तकीम ndipo anapata से पेशे के लोग sirati mustaqim katika kazi yake घुमाया तो जिम्मेदारी के सिरात मुस्तकीम पर पहुंच जाएगा और कामयाब हो जाएगा। इसी तरह तुम खुदा vile vile की सिरात मुस्तकीम kwa ajili ya kumpata mwenyezi mungu mutafute sirati mustaqim मिलने की भी सिरात मुस्तकीम तलाश करो, इसके लिए भी कोशिश na kwa ajili ya hii mnatakiwa mufanye juhudi na mufanye dua और दुआ करो कि या na इलाही mfanye dua hii एक तेरा गुनाह mola wangu mimi ni mtumishi wako mwenye dhambi niongoze और अदना और आला सब हाजतें बगैर शर्म के खुदा से मांग। na muombe असल मोती वही mambo yote na mahitaji yote kutoka kwa mwenyezi mungu बहुत नेक वही है जो बहुत mtu mwema ni yule ambaye anafanya maombi sana बहुत दुआ करो। kwa hivyo mfanye maombi sana मैंने कहा kama nilivyosema ना किसी परेशानी के दूर करने के लिए किसी जादू टोने को ज़ायल करने वाले की ज़रूरत है, haina haja ना ya के लिए कहीं पीरों फकीरों के कब्रों पर जाने की। mchawi kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi wala haina haja ya kwenda makaburini bali अगर बंदा kwa के आगे झुके kujirekebisha mtu akiinama mbele ya mwenyezi mungu ni yeye ambaye anatimiza mahitaji yote ya mwanadamu पास का kisha anasema swala ambayo सबूत यही है ni miraji ya mwaminio mtu anatakiwa afanye dua katika swala सिरातुल मुस्तकीम दुआ मांगी na ndiyo maana dua hii na sirat almustaqim inaombwa katika swala खालिस होकर ये दुआ मांग muombe dua hii katika swala kwa सिरातुल nia safi वो दुआओं की माँ है। dua hii नमाज मेराज है, idhina sirat almustaqim सिरातुल मुस्तकीम की दुआ ni दुआओं mama wa dua zote और ये मांगो तो अल्लाह ताला muombe dua hii mwenyezi mungu atafungua milango कि इंसान ya fadhila zake kisha anasema lengo la सिरात मुस्तकीम पर चलना maisha ya mwanadamu ni kufuata njia iliyonyoka फर्ज है जो हर इंसान को हर मोमिन को अपने सामने kila mwaminio anatakiwa azingatie lengo hili अल्फाज में बयान किया गया है। mwenyezi mungu ameeleza lengo hili kwa kusema idhina sirat almustaqima sirat allazina anamta alaihim e mola niongoze njia उन लोगों की iliyonyoka njia ya wale waliongoka हर वक्त हर dua hii ni ambayo inaombwa katika kila swala katika kila haraka तकरार ही इसकी अहमियत ku, करता है। kurudia dua hii mara kwa mara yanaonyesha umuhimu wake बड़ी सी बात नहीं है और सिर्फ जुबान से तोते की तरह इन na mtu hatakiwi aseme dua hii kama इंसान को इंसान कामिल बनाने का kama ndege anasema करने वाला नुस्खा bali जिसे हर वक्त नस्बुल mtu anatakiwa azingatie की तरह मत lengo lake na maana yake इस आयत में 4 किस्म के कमालात के हासिल करने की mtu अगर ये इन 4 ameambiwa mambo manne katika dua hii anapotafuta मांगने और खल के mambo haya manne basi atatimiza haki ya kuomba dua hii जाने का हक अदा हो जाएगा जो इसको दी गई है। सिरातुल लज़ीना नाम sirat allazina anamta alaihim मयार है, ni नबी है, सदीक mambo manne ambayo yametajwa ni nabii sidik shahid na sidik जो आप फरमाते हैं कि मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग nataka kuambia तराशे हुए वज़ाइफ kwamba और औरात के ज़रिए से इन कमालात को हासिल करना चाहते kwa njia mbalimbali wanataka kupata mambo haya manne lakini nawaambia njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakufuata hakufanya ile ni fudhuli हैं। मुन्ने मलह की राह का सच्चा तजुर्बाकार और कौन हो सकता है जिन पर नबूवत के भी सारे कमालात ख़त्म हो गए। आप mtume sallallahu alaihi wasallam njia aliyoshika ni njia sahihi kuacha njia hii mtu करना akitafuta njia nyingine iwe dua मेरी राय में nzuri kiasi gani खुदा ताला ने मुझ पर ऐसा ही mimi naona ni maangamio na mwenyezi mungu ameniambia hivi हम लोगों में baraka za wale walioneemeshwa na mwenyezi mungu में जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने na mwenyezi mungu ameashiria katika sirat lazina anamta alaihim kupata hii ni lengo la kila mwanadamu na jumuiya yetu inatakiwa izingatie sana इस सिलसिले kwa sababu mwenyezi mungu ameanzisha jumuiya hii तैयार करे जैसी ili jumuiya ipatikane ताकि इस kama jumuiya iliyapatikana baada ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam और अजमत पर बतौर गवाह ठहरे।
फिर आपने kisha amesema कि यकीनन जानो कि अल्लाह ताला उस वक्त तक jueni kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuwa radhi तक पहुंच सकता wala mtu hawezi kumpata Mwenyezi Mungu mpaka afuate sirati mustaqim. है अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात को शनाख्त करे और उन Na hawezi kupata hii mpaka atambue sifa za Mwenyezi Mungu उसकी मर्जी और मंशा के मुवाफिक na afanye vitendo vyote sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. तो इंसान को फरमाया कि जब ये ज़रूरी है तो इंसान को चाहिए Mwanadamu anatakiwa atangulize dini juu ya dunia kila wakati. फिर इस दुआ की वसत के Kisha kuhusu dua hii tena Sinam alayhi salatu wassalam anasema kuhusu dua hii inatakiwa akumbukwe kwamba katika sura Fatiha ametufundisha dua hii na sirata almustaqima sirata allazina an'amta alaihim. Tunatakiwa tuzingatie mambo matatu. कि तमाम बनी नौ Jambo la kwanza kwamba tu washirikishe wanadamu wote katika dua yetu, कि अल्लाह ताला उनको भी kwamba Mwenyezi Mungu हदायत awaongoze सिरात मुस्तकीम hawa watu wote और उनको भी इनामात na wao pia waingizwe katika watu waliopata neema. Na jambo la pili ni Waislamu wote, उनको भी शामिल yani mushiriki फिर तीसरे हाजरीन को जो जमात है mufanye maombi kwa ajili ya Waislamu wote. हमारे साथ Na jambo la tatu ni kwa ajili ya अपने साथ शामिल wale watu wote ambao wapo misikitini, yani mtu afanye dua kwa ajili ya wale pia. इस तरह की नीयत से कुल नौ इंसान इसमें Basi kwa nia hii watu wote watakuwa katika maombi yake. इसी सूरत में उसने अपना नाम रब्बुल Ndiyo maana mwanzo wa sura hii amesema Rabbul Alamin. है जिसमें हैवानात भी दाखिल हैं फिर अपना नाम रहमान रख Mwenyezi Mungu tena ये नाम नौ jina lake ni Rahman, क्योंकि ये रहमत इंसानों से ख़ास है और फिर अपना नाम रहीम रख kisha ameweka jina lake Rahim. की तरगीब देता है क्योंकि रहीम का लफ्ज़ मोमनों से Katika majina haya watu wote na waaminio यौम दीन रख wote और ये नाम जमात मौजूदा की हमदर्दी की तरगीब wametajwa. क्योंकि यौमुद्दीन वो दिन है जिसमें खुदा ताला के सामने Kisha जमातें हाजिर katika Malik Yawmiddin के लिहाज से ni इहदिना सिरातल मुस्तकीम की wale waaminio ambao wapo misikitini. इस दुआ में तमाम नौ इंसानी की हमदर्दी दाखिल है Katika dua hii ni huruma ya wanadamu wote imezingatiwa. फरमाया Amesema आयत इहदिना सिरातल ayat idhina sirata almustaqim ni ishara और इस अमर पर तरगीब दिलाई na imekumbushwa मार्फत के लिए दुआ की kwamba mtu afanye dua kwa ajili ya kupata maarifa halisi. तालीम देते हुए फरमाता है Mwenyezi Mungu anasema kwamba mfanye dua कि वो अपनी सिफात kwamba की माहियत Mwenyezi Mungu atufundishe maana ya sifa zake और तुम्हें शुक्रगुजार बंदों में से na atuingize katika watu wenye kutoa shukrani. उसके Mataifa ya zamani yalipotea kwa sababu ya kutokuelewa sifa za Mwenyezi Mungu. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिन Wao ऐसे अमाल में walipoteza siku zao katika vitendo ambavyo viliwazidisha katika maovu. उन पर खुदा का गज़ब Basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilishuka juu yao na walidhalilishwa वो हलाक होने वाला na walikuwa miongoni wa wale walioangamia. कलाम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम में इसी की Katika Ghairil Maghzube Mwenyezi Mungu ameashiria kuhusu hawa watu. कि अल्लाह ताला का गज़ब उन्हीं लोगों का रुख करता है Siratul उस गज़ब से पहले अल्लाह ताला ने Siratal lazina inaonyesha kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya wale ambao walineemeshwa na Mwenyezi Mungu. बस अगर इंसान समझ Basi ikiwa mtu anaona kwamba ज़्यादा डर के ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu anatakiwa aogope sana. अलैहिम से मुराद Maghzub alaihim maana yake जिन्होंने उन ni wale ambao नेमतों में जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर walikataa neema za Mwenyezi Mungu ambazo की नाफरमानी aliteremsha juu yao na alikataa पैरवी की amri za Mwenyezi Mungu na walifuata matamanio ya nafsi zao भूल गए और मुनकरों में na wakawa miongoni wa wale waliokufuru. सही रास्ते Vile vile dhalini wale ambao walinuia kufuata njia iliyonyoka, रोशन और हकीकी मुआर lakini और महफूज रखने kwa sababu ya और तौफीक बख्शने kutokuwa na वाले उनके maarifa na kwa sababu ya kutokuwa na maombi, तोहमात गालिब bali और वो उनकी तरफ wao walielekea ने बताया कि आजकल na walifuata matamanio ya nafsi zao फरमाया कि अपने सही रास्तों से भटक na walipotea katika njia iliyonyoka. बस वो गुमराह हो गए Basi wao walipotea कार को वाज़े और खुली सच्चाई की चरागाहों में
नहीं छोड़ा na hawakuacha nafsi zao ili zifuate ukweli, उन्होंने खुदा ताला और उसकी मखलूक पर वो कुछ जायज़ करार दे दिया जिसको फितरत सहिया और कल्बी अनवार हरगिज़ walihalalisha kwa watu mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa. इलाज खिदमत करती हैं और तबीब तबीयत का मुआविन होता है ना उसका मुखालिफ। बस अफसोस है कि लोग Basi साधकों की राह से कितने walighafilika katika njia ya watu waliongoka. तर्जुमा है करामत सादिकीन का। बस Basi hawa watu जिन्होंने ambao इस ज़माने के इमाम hawakumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ni wapotevu. अल्लाह ताला हमें Mwenyezi Mungu atujalie हुजूर दुआ करने वाले tufanye maombi उन लोगों में से कभी ना sana, जो हिदायत tusiwe miongoni mwa wale ambao baada ya kupata mwongozo walipotea na walipata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, की दुनिया और आखिरत na baada ya kupotea wanaharibu dunia na akhira yao. Mwenyezi Mungu atujalie maarifa yake halisi, na Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kufuata njia iliyonyoka, na baraka na fadhila zilizopatikana katika Ramadhani hii tuendelee kufuata katika maisha yetu yote, na kila wakati daima tuendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.